ataninyanyua, ninayo imani. Lakini Mungu aniambia unipe 600,000. Mungu anakuambia aujourd'hui aussi c'est nikupe 600,000. Kweli nasema sauti haki ya Mungu na kweli. Mungu amekwambia saa ngapi? Ameniambia sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Kwamba madhabahu haya kuongezea 100,000. Ndio Mungu alivyokuambia. Mimi sidanganyi, ni kweli. Sidanganyi. Jamani, anasema Mungu amemsemesha sasa hivi kwamba yani sio 600,000. Kweli. Sidanganyi, wewe ni mtumishi, unaona na unajua shida za watu. Nadhani umeshaona. Kwa hiyo Mungu amekusemesha sasa hivi? Sasa hivi. Na yule aliyekwambia mwanzoni kwamba nikupe 500,000 ulikuwa ni wewe? Pale ni mimi kweli. Pale ulikuwa wewe. Sasa hivi huyu anayesema 600,000. Nimesikia sauti ongezewa 100,000. Ongezewa sauti ongezewa. Inasema ongezewa 100,000. Ongezewa 100,000. Kwa sababu utalipa kwenye kodi itapungua. Na Mungu ananiambia utapata kibali. Si kwamba umepiga mahesabu hapo umeona 500,000 itapungua. Hapana mama. Yaani baba sijapata kibali cha utumishi. Lakini ningepata kibali kutoka kwake. Na siwezi kujiingiza kwenye utumishi mpaka kibali cha Mungu. Kwa hiyo waambie watu Mungu anasemaje. A few moments later. Hivi ile 100,000 ni kweli Mungu ndo alisema na wewe? Ile 100,000 ni kweli Mungu ndo alisema na wewe? Yaani naongea haki ya Mungu mbele ya Mwenyezi Mungu. Nimesimama kwenye madhabahu. Siwezi kudanganya hata neno moja. Mungu ndo alikusemesha. Unasikia tu sauti. Ilikusemeshaje sauti? Yaani sauti, nilisikia sauti. Ongezewa 100,000. Ongezewa 100,000. Sauti. Mimi nilisikia sauti. Hata nyumbani wanangu mimi nawaambiaga. Wanangu kila niache na changanyikiwa mjukuu ya gari. Akili zangu ziko. Sasa hivi unasisitiza funguo ya gari. Ubarikiwe na Yesu. Inakusumbua. Inakusumbua. Unataka funguo ya gari. Na huyu pia mwanaume ni kila wakati naona anarudi. Pia ananisumbua kwenye macho yangu. Kwa nini nashindwa kuelewa? Yaani hivi vitu vinanichanganya. Funguo wa gari na mwanaume akirudi.